Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Ile pale na hapa tunabadilishana mawazo, kwa hiyo misima tunakwenda pamoja. Kwa hiyo ni shirikiano. Kwa leo nadhani hawezi kuliangusha akinisogeza mbele huko kwa watu tukaone mambo muhimu sana. Karibu sana kiongozi. Amani ya Bwana iwe nanyi. Shalom, shalom. Mheshimiwa Profesa Wilson shemeji yangu, kiongozi mkuu wa shirika hili kubwa la Peace International Information ambalo limekuwa ni shirika lenye mafanikio makubwa. Waheshimiwa makamanda mliopo hapa, meza kuu kwa ujumla, waheshimiwa viongozi wa IPI ambayo mko hapa na wote tuliohudhuria, kwamba leo niseme ni siku muhimu sana kwangu kwa kupata nafasi ya kuhudhuria katika jambo hili kubwa ambalo shirika hili linalifanya. Nimekuwa nikiona shughuli zake katika vyombo vya habari. Profesa nimemsikia mara nyingi akizungumzia juu ya masala ya amani kwa kiwango cha kitaifa na kimataifa. Lakini leo kwa namna ya kipekee nimepata nafasi ya kuhudhuria, na ninashukuru kwamba Jumuiya yetu ya Maridhiano na Amani Tanzania, JMAT, wakati ule tulipoianzisha ilikuwa inaitwa JMT. Ndio tulipoanza na katibu mkuu wa kwanza Askofu Mlai, ambaye yeye alianza na mwenyekiti wetu wa kwanza alikuwa ni Mheshimiwa Jaji Agostino Ramadhani, aliyekuwa jaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndiye alikuwa mwenyekiti wa kwanza wa JMT, na mimi nikaja kuwa mwenyekiti wa pili. Tukatoka kwenye JMT tukaingia katika JMAT. JMAT kwa maana ya Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Mwanzo ilikuwa ni Jumuiya ya Maridhiano Tanzania, lakini baada ya ushauri wa makamu wa rais Mheshimiwa Isidori Mpango akashauri kwamba lazima neno amani liwepo kwa sababu mnashughulika na mambo hayo. Kwa hiyo tukatoka kwenye JMT, sasa tunaitwa JMAT kwa maana ya Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Ni jumuiya ambayo inaundwa na viongozi wa dini na viongozi wa mila, na iliasisiwa rais wa awamu ya 4 Daktari
Jakaya Mrisho Kikwete, waziri mkuu akiwa Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda ambaye ndiye mlezi wa jumuiya yetu hata sasa. Lakini tuna viongozi mbalimbali humo ndani kama Spika wa Bunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mana Makinda na viongozi mbalimbali ambao wamo ndani ya jumuiya yetu, tukisaidiana juu ya kuleta ustawi wa chombo hiki. Lakini nimshukuru sana Profesa kwa juhudi zake. Pamoja ya kuwa tulianza naye kule JMT, kiu yake haikutosha. Mungu alitaka amweke mahala sahihi ili kipatikane chombo cha namna hii. Mungu ambariki sana. Kwa hiyo chombo chetu hiki kinafanya kazi kubwa, na mimi leo nimeona tumepata partners wazuri sana ambao tunaweza kufanya kazi nao. Kule zaidi tuko viongozi wa dini wengi sana wa madhehebu zote katika kila dini. Lakini na hapa nimeona watu wa namna tofauti ambao wote tunafanya kazi inayofanana, kazi inayolingana ya kuhubiri amani ya Tanzania. Lakini amani ya Afrika, si Afrika Mashariki tu, bali Afrika yote. Lakini jambo hili nataka niwaambie kwamba tusilichukulie poa kama wanavyosema vijana. Hii kazi tunayoifanya ni kazi ya ibada, na Mwenyezi Mungu anatulipa kwa haya tunayoyafanya. Kuwa na amani ni agizo la Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Rabbuna Rabbus Salam. Mwenyezi Mungu ni Mungu wa amani, anapenda amani. Na ndio maana maamkizi katika dini zetu kuna assalamu alaikum. Ukija huku kwa wenzetu wa Kristo, amani ya Bwana iwe nawe, maana yake ni hiyo. Ukienda kule unakuta shalom. Yote ni maneno ya aina moja ambayo yako katika hizi dini, kutakiana amani. Ukimwangalia Masihi Jesus katika Waebrania pale anasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tena piga mstari pale neno kwa bidii. Yesu ingetosha tu kusema tafuteni kuwa na amani na watu wote, ingetosha. Lakini kwa nini aseme tafuteni kwa bidii? Nadhani kila mtu anaelewa maana ya bidii. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Na bidii yenyewe ndio hii, kila kukicha watu tunafanya mikutano, tunahangaika, viongozi wanakwenda huku na kule. Hiyo ndio bidii inayotakiwa ili kuhakikisha kwamba watu wanaishi kwa amani. Tena sio na amani tu na Mkristo mwenzio, la, kwa bidii na watu wote. Ukiwa Mkristo lazima uhakikishe unampa amani hata asiyekuwa Mkristo. Hayo ndio maneno ya Masihi, ndio maneno ya Yesu. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Muislamu ni mtu, Yahudi ni mtu, na mwingine pia ni mtu. Ukija kwa Mtume Muhammad anasema, almuslimu man salima an-nasa min lisanihi wa yadihi. Muislamu safi ni yule ambaye anawapa amani watu wote, amani ya ulimi wake na amani ya mkono wake. Huwezi kumdhuru huyu kwa sababu ni Mkristo, kwa sababu tu ni Yahudi, kwa kutumia mkono wako au ukatumia ulimi wako. Ni kitu ambacho si cha sawa sawa. Iko mitazamo ya baadhi ya Waislamu ya kupoteza haki za kuishi za watu wengine kwa sababu ya kutofautiana tu imani, na ule unaitwa ugaidi. Na Uislamu kama si dini ya ugaidi. Al-Islamu dinul amni wal istiqrar wa laysa dinul irhab. Uislamu ni dini ya amani na utulivu, na kama si dini ya ugaidi. Mtu kama anapoteza roho za watu wengine wasio na hatia akatumia jina la Uislamu, huyo anauchafua tu Uislamu. Lakini Uislamu wenyewe unampa amani kila mtu,
amani ya mkono wake, amani ya ulimi wake. Kwa hiyo ukiangalia haya tunayoyafanya na IPI, msingi wake ni Yesu, msingi wake ni Muhammad. Na ndio maana leo tumekaa hapa Waislamu na Wakristo tunaitafuta amani. Kwa sababu amani sisi tunavyojua na ndivyo ilivyo. Udugu unagawanyika sehemu kadhaa. Tuna udugu wa imani. Wakristo wao kwa wao wakikaa kanisani katika eneo lao wako pamoja, wao ni ndugu wao kwa wao. Hapo Muislamu haingii. Ni ndugu wao kwa wao. Huo ni udugu wa imani. Na Waislamu nao wakikaa msikitini pale wamekaa peke yao, wao pia ni ndugu wao kwa wao. Ndio ile innamal mu'minuna ikhwa, almuslimu akhul muslim, Muislamu ndugu yake Muislamu. Huu ni udugu wa imani. Lakini baada ya hapo kuna udugu mtambuka sasa. Tunapokuwa wa Tanzania kuna ukhuwatul watania, udugu wa kinchi, kwamba sisi kama wa Tanzania ni ndugu. Na ndio maana wa Kenya nao wakikaa peke yao ni ndugu, Waganda wakikaa peke yao ni ndugu, wa Rwanda ni ndugu, wa Marekani, wa Irani, wa Saudia, wa Uingereza. Kila taifa likikaa lenyewe linakuwa ni ndugu kwa mujibu wa utaifa wao. Huo ni udugu mwingine sasa. Na ndio maana unaweza kuona taifa moja linaweza kupigana na lingine kwa sababu ya kukumbatia udugu huo ambao Mungu anajua, yani Mungu anatambua huu taifa. Yani kuwepo mataifa haya ni mpango wa Mungu. Mungu kapanga haya mataifa yawepo. Na lengo lake alhadaf at-ta'aruf, lengo lake ni kujuana tu. Kwamba wao ni wa Kenya, wale ni wa Malawi, wale ni wa Israel, wale ni wa Palestina, wale ni wa Iraki, na hivyo lengo lake ni kujuana. Huo ni udugu mwingine wa kitaifa. Lakini tunakwenda zaidi, tunakuta udugu wa kibinadamu. Udugu wa kibinadamu, huo ni udugu mwingine ambao ndio asli. Wote sisi tumetokana na Adam na Hawa ama Eva. Baba yetu wote ni mmoja, mama yetu ni mmoja. Tunatofautiana namna ya kumtafuta Mungu, lakini asli yetu, Mungu wetu ni mmoja aliyetuumba. Hakuna Mungu wa Mkristo wala Mungu wa Muislamu. Aliyetuumba ni Mungu mmoja tu. Tunatofautiana katika ibada, namna ya kumuelekea, namna ya kumuabudu. Kwa kila mtu namna alivyopokea. Lakini kila mtu ukimuuliza hapa Mungu wake aliyeumba mbingu ndiye atakayemtaja. Ndiye Mungu wangu na ndiye aliyeniumba. Sasa udugu wa kibinadamu ni huo ambao ni mkubwa, ambao imani zetu unatukataza kabisa kumwaga damu ya mtu asiye na hatia. Mtume Muhammad alisema al-adamiyyu bina'ullah mal'unu man hadama, mwanadamu ni jengo la Mungu, amelaaniwa mwenye kulivunja. Mwanadamu ni jengo la Mungu, amelaaniwa mwenye kulivunja. Ukimua mtu asiye na hatia kwa sababu yote tu, tofautiana dini, tofautiana siasa, tofautiana kabila, kwa sababu yoyote ile, umevunja jengo la Mwenyezi Mungu na wewe utabaki kuwa ni mwenye kulaaniwa. Kwa sababu hakuna anayeweza kudirejesha jengo hilo. Labda wakati ule Yesu, wakati ule yupo. Kama alivyomfufua Lazaro. Sasa Yesu hatunaye tena. Sasa ukiwa mtu, nani atamrejesha huyu? Ni jengo la Mungu hilo. Lakini ukivunja kanisa leo, unakuja hapo unavunja kanisa hili lote, watakuja watu watajenga lingine. Utakwenda pale utavunja msikiti wote, watakuja watu watajenga lingine. Lakini ukivunja jengo la Mungu ambaye ni mwanadamu ukapoteza maisha yake, ni kosa kubwa ambalo sisi hatupaswi kulinyamazia.
Na ndio maana tunapotetea amani hii, tunatetea amani ya mwanadamu. Hatuangalii imani yake, dhehebu lake, dini yake, kabila lake, jinsia yake. Tunaangalia ni mwanadamu. Na hiyo ndo kazi ambayo inafanywa na International Peace Information, kuhakikisha wanadamu wote wanapata amani. Lakini kubwa zaidi, Profesa, naona hatua mliopiga ni kubwa. Sio Tanzania tu. Nimeona hapa viongozi kutoka mataifa mbalimbali. Hizi ni juhudi kubwa sana ambazo mnazifanya. Lakini kwa kipekee nimshukuru sana afande IGP, ambaye amekuwa ni kiongozi anayetusapoti sana. Anaisapoti Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Amekuwa ni rafiki mzuri, lakini pia amekuwa rafiki mzuri wa shirika hili kwa sababu yeye ni mdau wa amani. Na anafanya hivi kwa sababu mara nyingi huwa anatuambia kwamba sisi huwa tunafanya doria ya kiroho. Afande OCS pale, yeye kazi yake anafanya doria ya kimwili. Lakini sisi tunawasaidia kwa namna ya kipekee. Kwa hiyo tunapofanya hii kazi inakuwa ni rahisi kwao. Tunawatengenezea raia wema, tunawatengenezea watu waadilifu. Kwa hiyo hata wao wanapumzika kwa namna moja au nyingine. Na ndio maana naona sura ya jeshi la polisi ya kutosha imeshiriki katika jambo hili kwa sababu wao ni wadau. Mungu awabariki sana, au alibariki jeshi letu la polisi. Kwa hiyo amani hii tunayozungumza, ndugu zanguni, tunasema ni kitu cha kimaumbile. Amani si kwa wanadamu tu, kila kiumbe anahitaji amani. Ni fitria, kitu cha kimaumbile. Hata leo ukimwona mbwa amekaa pale au kunguru, alafu ukajifanya kuinama hivi unaokota kitu, Fasta akikuona atasema huyu jamaa anataka kuvuruga amani, ataruka. Mbwa yule atanyanyuka taratibu, anaokota jiwe yule, anaokota kitu cha kunirushia. Kwa sababu naye anahitaji amani. Sikwambii mwanadamu. Sikwambii mwanadamu. Kwa hiyo tumemsikia hapa afande wa uhamiaji. Haya masomo ambayo IPI wanayotoa, kwa sababu amani ina vichocheo na ina misingi. Haya yote kama hayakuzingatiwa, hizi sheria kama hazikuzingatiwa za uhamiaji, maana yake pia uchangia kuondosha amani. Kama watu hawakufuata taratibu hizi, utachukuliwa, utakamatwa, kakamatwa mkeo, kakamatwa ndugu yako kwa sababu za kutofuata sheria za uhamiaji. Unahifadhi uhamiaji haramu. Mnajenga mahusiano na wahamiaji haramu. Hakitachotokea sasa ni sheria itachukua mkondo wake, au wengine watakuja kusababisha uvunjifu wa amani ndani ya nchi. Kwa elimu hizi kwa ujumla wake ndiyo msingi ambao unajenga amani. Na ndio maana yamepangwa masomo kadha wa kadha kutoka jeshi la polisi na kwengine ili kuhakikisha kwamba tunapata amani. Ndugu zanguni, mimi niwashukuru sana kwa sababu tulipotoka ni mbali. Profesa, unakumbuka wakati ule tunaanzisha hizi kamati za amani, tulipata changamoto kubwa sana. Tulikuwa hatuna ukaribu huu wa kuweza kukaa pamoja. Tulikuwa tunaogopana. Lakini nakumbuka wakati ule tulianza tukasema, hebu tuanze basi angalau na mechi mpira wa miguu. Maana ilikuwa tunaogopana. Wakati ule Mbagara hapa kuna kijana alikojolea msaafu. Waislamu nao wakasema hapana, wakachoma makanisa. Tukapata tabu sana. Tukaanza kuzungumza na wenzetu, viongozi wa dini, hebu tukae pamoja tuangalie tunatulizaje hii hali. Na tulianzia hapo.
Tukakaa tukaendesha mkutano, nikachaguliwa kuwa mwenyekiti na wenzangu. Wakati huo alikuwa Alhaji Ali Hassan Mwinyi, rais mstaafu, Daktari Dr. Regnal Mengi na mchungaji George Fupe. Tulianza tukasema tuanze basi, hebu tuanze na michezo angalau tuanze kuzoeana, maana ilikuwa tunaogopana. Tukaanzisha timu kwanza. Timu moja tukaita Amani, moja tukaita Mshikamano. Timu ya mpira tukamwomba waziri mkuu aje pale uwanjani, Mizengo Pinda. Refali tukamwomba mkuu wa mkoa akakaa pale. Linesman akakaa RPC huku, RPC huku. Viongozi wa dini wakaingia uwanjani. Na tukasema tusicheze Wakristo wakae huku, Waislamu wakae huku, la. Namba 1 akikaa askofu, namba 2 ni shehe, namba 4 imam, 3 padri, 6 anakaa mchungaji ndani ya timu moja. Tulianza hivyo, tukachanganyika pamoja. Unajua mambo ya michezo, ikawa sasa mkishinda mnafurahi, unakumbatiana na askofu, mchungaji anakumbatiana na imam. Tulianza hivyo, maana kwanza unatafuta sababu ya shehe na imamu wanakumbatiana vipi, ya askofu na imamu wanakumbatiana vipi. Tukasema hebu tuanze hivi. Ile michezo ile ikatufanya kumbe sisi ni wa Tanzania, sisi ni wamoja. Tukafurahia jambo lile, tukaanza sasa kuzoeana. Tukaanza kuzoeana. Na wakati ule nakumbuka goalkeeper alikuwa kaimu mufti. Mufti alisafiri, mufti yule alikaa, shehe mmoja alikaa goalkeeper pale. Lakini yule shehe sijui alifanyaje, maana mchezo umeanza mwanzo mpaka half time, mpira golini kwake haujaenda. Askofu Mokiwa ananiambia, "Shaladi vipi yule mzee ana nini kule? Mbona mpira hauendi?" Kaambia, "Shehe, haya mambo ya kawaida. Sasa unafanya mambo mpaka huko mpirani bwana. Hii mechi ya kirafiki ya kiudugu. Paka mpira unaisha haujaenda golini kwake. Amekaa tu ameegemea nguzo." Kwa tukacheza pale mechi hizo. Maaskofu wale wengi tu, mashehe wengi tukacheza pale. Wengine ndio hivyo wanapenda chenga kama kina Gwajima. Jima alikuwa anapenda sana chenga. Na Makonda wakati ule wanapenda sana chenga. Naambia nipasieni huku. Almuhimu michezo ile ilianza kutubadilisha na kuanza kutoogopana. Na ndio maana sasa hivi ni jambo la kawaida simu ya shehe kukuta namba za wachungaji, maaskofu. Simu ya mchungaji kukuta namba za mashehe na maimamu. Tumeanza kuondoshana woga kwamba sisi ni wa Tanzania. Sisi ni binadamu. Kwa sababu hakuna dhambi kubwa kama chuki. Na sio wote viongozi wa dini wanapenda haya. Wako wahafidhina katika viongozi wa dini ambao hawapendi mahusiano haya. Sasa usipopenda mahusiano haya, wewe ni mfuasi wa nani? Kama Yesu anatufundisha hivi, Muhammad anatufundisha hivi. Chuki ni dhambi mbaya. Kama mtu unampendelea katika dini yako, mhubirie, zungumza naye kwa namna nzuri. Lakini sio kumchukia. Yesu hakufundisha chuki. Mtume Muhammad hakufundisha chuki. Ndio maana unaambiwa mpende jirani yako kama. Sasa jirani yako unadhani ni Muislamu mwenzako tu? Jirani yako unadhani ni Mkristo mwenzako tu? Haiwezekani. Mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako. Kwa jirani yako anaweza akatofautiana na wewe kabila, jinsia, imani, ni lazima umpende. Sasa unampendaje? Kuna misingi ya kufanya sasa watu waanze kuondoshana woga, kuzoeana. Na sisi kama viongozi wa dini tunatakiwa tuwe mfano ili watu wetu huko nao wasiwe na chuki, kwa sababu vita ya kidini ni mbaya sana na haina mshindi.
ni mbaya sana na haina mshindi. Ni lazima tuwe karibu. Na hili mimi namshukuru Mungu kwamba tumefanikiwa Tanzania. Hata wasiokuwa wa Tanzania wanashangaa, mmewezaje? Leo utaratibu wa sala na dua katika mikutano ambayo hata serikali yetu wamepokea jambo hili, linaendelea. Sio jambo limezuka tu, tumelitengeneza na serikali ikalipokea. Na mikutano yetu inaendelea yote, mpaka hata ya chama. Ukiacha ile ya serikali, hata ya chama. Leo tunaona mama kila anakokwenda, dua na sala, sala na dua. Viongozi wa dini wanaomba, wanamuombea. Na kwa hakika anastahili kuombewa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anastahili kuombewa kwa sababu ile misingi au kazi tunayoifanya, yeye ndiye kinara. Yeye ndiye raia namba 1 ambaye anayezungumzia amani ya nchi hii. Na azungumzia amani tu, bali anazungumzia na haki pia. Maana kuna wengine wanasema sasa hawa mbona wanahubiri amani tu, hawasemi haki? Na haki ndio tunda la amani? Hapana, tunahubiri vyote. Haki tunaihubiri lazima itendeke, na amani tunaihubiri lazima iwepo. So bila haki amani haipo. Na bila ya amani pia hiyo haki haipo. Pakinuka, hata hiyo haki yako huwezi kufika Kisutu. Pakinuka, mtu ataingia dukani kwako, kwenye biashara yako, atafanya anachotaka. Hiyo haki itapatikana wapi? Kwa hiyo tunahitajia vitu vyote. Haki tunahitaji na amani tunahitaji. Na sisi tunafanya kazi zote hizo. Tunahubiri amani, lakini pia tunahubiri haki, kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yake. Profesa, kwa ufupi, mimi nakushukuru sana. Ningesema sana, leo ni siku ambayo mimi nina furaha sana kwa mara ya kwanza kukaa na wewe kufanya jambo kubwa hili. Lakini mimi ninadhani tulikuwa tunazungumza na profesa hapa kwamba iko haja baada ya uchaguzi tunaweza kuona namna ya kushirikiana na Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania na IPI ili kuona namna gani tunafanya kongamano la kumshukuru Mungu kwamba uchaguzi umemalizika kwa salama na amani. Tujipongeze na kumshukuru Mungu. Nadhani hilo profesa tutalifanyia kazi ili tuweze kuona namna gani tunaendelea kuweka misingi ya amani yetu. Waheshimiwa, mimi nawashukuru sana na Mungu aendelee kutubariki. Asanteni sana. Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania.